Iran iliwahi kuzingatia uwezekano wa kuanzisha shambulio dhidi ya Ukraine kama hatua ya kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa mwandamanaji wake katika bahari ya Caspian, lakini baadaye ikaamua kuahirisha na hatimaye kusitisha mpango huo baada ya juhudi za kidiplomasia zilizohusisha Tehran, Kiev na Umoja wa Ulaya, kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la The New York Times iliyonukuu maafisa wa Iran na nchi za Magharibi wenye ufahamu wa mazungumzo hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tukio la kuuawa kwa mwandamanaji huyo lilizua mjadala mkubwa ndani ya uongozi wa Iran kuhusu namna ya kujibu kile kilichoonekana kuwa shambulio dhidi ya maslahi yake ya kitaifa. Viongozi wa kijeshi na usalama walidaiwa kuwasilisha mapendekezo kadhaa ya hatua za kulipiza kisasi, huku moja mapendekezo makubwa likiwa ni kutekeleza shambulio la moja kwa moja dhidi ya Ukraine, nchi ambayo Tehran imekuwa na uhusiano wa wasiwasi tangu ilipoanza kushutumiwa kuiunga mkono Urusi katika vita vinavyoendelea. Maafisa waliozungumza na gazeti hilo walisema moja ya malengo yalikuwa yakitazamwa ilikuwa ni bandari muhimu ya Ukraine katika Bahari Nyeusi. Bandari hiyo ni nguzo kuu ya uchumi wa Ukraine, kwani hutumika kusafirisha nafaka, bidhaa za viwandani na vifaa vingine muhimu, huku zikiwa na umuhimu mkubwa wa kijeshi katika kusafirisha vifaa na kuratibu shughuli za ulinzi. Vyanzo vingine vilieleza kuwa Iran haikuwa inapanga operesheni kubwa ya kijeshi ambayo ingeweza kusababisha vita vya moja kwa moja na Ukraine. Badala yake ilifikiria kutekeleza shambulio la mfano kwa kutumia kombora la ballistic, likiwa na lengo la kutuma ujumbe wa kisiasa na kijeshi kwamba Tehran ilikuwa tayari kujibu mashambulizi dhidi ya raia au maslahi yake bila kuingia katika vita kamili. Ripoti hiyo inaeleza kuwa viongozi wa Iran walikuwa wakitathmini kwa makini hatari za mpango huo. Walihofia kuwa shambulio dhidi ya Ukraine lingeweza kuifanya Iran ionekane kama mshirika moja kwa moja katika vita vinavyoendelea barani Ulaya, jambo ambalo lingeongeza shinikizo kutoka Marekani, Umoja wa Ulaya na washirika wa NATO. Hatua hiyo pia ingeweza kusababisha kuongezwa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, wakati ambapo nchi hiyo tayari inakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kisiasa. Kwa mujibu wa maafisa hao, mawasiliano ya kidiplomasia yalikuwa na mchango mkubwa katika kubadili msimamo wa Iran. Wawakilishi wa Iran na Ukraine walifanya mawasiliano kupitia njia mbalimbali za kidiplomasia, huku Umoja wa Ulaya ukichangia juhudi za kupunguza mvutano. Mazungumzo hayo yalilenga kuzuia hatua ambayo ingeweza kupanua mgogoro kati ya Ukraine na kusogeza zaidi katika Mashariki ya Kati. Iwapo Iran ingetekeleza shambulio hilo, wachambuzi wanaamini kwamba athari zake zingekuwa kubwa zaidi kuliko tukio lenyewe. Ukraine ingeweza kutafsiri hatua hiyo kama tangazo la uhasama wa moja kwa moja kutoka Iran, hali ambayo ingeongeza ushirikiano wa Kiev na washirika wake wa Magharibi dhidi ya Tehran. Aidha, hatua hiyo ingeweza kutoa sababu mpya kwa mataifa ya Magharibi kuongeza vikwazo na shinikizo la kidiplomasia dhidi ya Iran. Kwa miaka kadhaa sasa, Ukraine imekuwa ikishutumu Iran kwa kuipatia Urusi ndege zisizo na rubani ambazo zimekuwa zikitumika kushambulia miji, miundombinu ya nishati na maeneo ya kiraia nchini humo tangu vita vilipoanza mwaka 2022. Ukraine pia imekuwa ikidai kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Tehran, Urusi ikiipa Iran teknolojia, taarifa za kiintelijensia na ushirikiano katika sekta mbalimbali za kijeshi. Iran imekuwa ikitoa maelezo tofauti kuhusu kiwango cha ushirikiano wake na Urusi na imekanusha baadhi ya madai yaliyotolewa na Kiev. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.